Kwa majina, mimi naitwa Mzee Machungwa. Kwa siku ya leo, mimi nataka kuongea kuhusiana na ripoti ile tunaita partisan talks. Ilikuwa inafanyika huko Bomas of Kenya. Wakati hiyo ripoti ilikuwa imeendelea, tuliona kiongozi mmoja ambaye anaitwa Rigathi Gachagua akisema ya kwamba ati Stephen Kalonzo Musyoka na Kimani Ichung'wah na hata teams ati ni chai wanakunywa. Lakini tumesangaa, tumeona ya kwamba waliongea hiyo maneno, ripoti imeshatokea na Papa Raila Amolo Odinga ameshaipokea. Sisi kama wana ODM, sisi kama wana chungwa, hiyo ripoti tulikuwa tunaongojea na tukapeana masharti na tukapeana maneno yetu matatu muhimu. Ya kwanza, cost of living. Ya pili ilikuwa electrical justice. Ya tatu ilikuwa server ifunguliwe na vitu zingine. Lakini tukaona mandugu zetu wengine wakianza kustumu hiyo maneno, akianza kuchokosa mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka ambaye anaitwa Omar Hassan, former senator Mombasa, akichokosa bwana Stephen Kalonzo Musyoka, na tukastumu yeye mbaya sana. Sasa hiyo ripoti imetoka, na vile imetoka wameanda over bwana Kimani Ichung'wah, bwana Stephen Kalonzo Musyoka wameanda over hiyo ripoti kwa kiongozi wetu ambaye ni mpendwa wetu Honorable Papa Raila Amolo Odinga. Na yale maneno yetu tulikuwa tumeagree kama sisi wana ODM. Maisha yamekuwa ngumu. Tumeona umaraya wa siasa uko hali wa juu. Hiyo pia, kwa maana wakifika parliament kazi yao ni kununuliwa. Tukasema hiyo pia iongelewe. Na sasa hivi vile tunaongea, kuanzia hii dakika hiyo ripoti imetoka. Mimi nataka niulize bwana Rigathi Gachagua. Mimi nataka kuuliza bwana Rigathi Gachagua, ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi bwana Rigathi Gachagua hiyo ripoti ikitokea? Kwa maana ule mtu nimeona ni Papa Raila Amolo Odinga na viongozi wengine. Na wewe pia ulikuwa na stumu. Kwa hivyo ni kutuonyesha ya kwamba nyinyi hamtaki mageuzi hapa nchini. Kitu mnataka tu ni kugandamiza. Papa, ile kitu mimi nilikuwa na kuremind. Papa, ile kitu mimi nilikuwa na kuambia. Ile maneno yetu matatu ya muhimu sana, kama haiko kwa hiyo ripoti na kama haitaongewa, sisi wana ODM, sisi wana machungwa, Papa, sisi hatutakubali. Lakini ikiwa hiyo ripoti imeshapita kwa mkono yako, tumeshajua ya kwamba hiyo ripoti iko sawa. Muongee kuhusiana na maisha vile mesumbua watu hapa nchini. Wananchi wanaendelea kulia, watoto wanaendelea kufukuzwa shule, hatujaona mwelekeo yoyote. Ikiwa hiyo ripoti imefika kwa mikono yako, hiyo sisi tumesema tutakuunga mkono, na iwapo watakubaliana na hiyo mambo yetu. Kwa maana nimesikia wao walikuwa wanasema ati kiongozi wao wamepropose kiongozi rasmi wa upinzani, alafu waziri mkuu ako na naibu wake. Sisi hatutaki kupinga. Ikiwa wao wamepokea kwa mkono yako, na sisi tutakuunga mkono kama wana ODM. Lakini ikiwa ikifika katikati waanze kuleta mchezo, Papa Raila Amolo Odinga, mimi nakuambia, utuambie. Wakianza kuleta nyanya mdomo, ukifika katikati, Papa utuambie. Sisi ni supporter wako.
na hakuna mahali popote tutaenda. Sisi tutapaki hapa, na sisi tumezaa kwa akili, na sisi tunajua mahali nchi yetu inaendelea, na sisi tunajua mahali itaenda. Kwa hivyo mtu asianze kutupangia. Hapana, mtu hawezi kutupangia na wewe ukiwa hai. Kwa hivyo papa, mimi nataka nikuambie kitu moja. Papa Raila Amolo Odinga, mimi nataka nikuambie kitu moja. Ikiwa umeamua kupokea hiyo ripoti, sisi usiwe na wasiwasi. Tutakusupport, tuko nyuma yako, tutangangana na wewe, tutaendelea na wewe. Tuajua ya kwamba tukifika miaka 200, hata ukifika miaka 300, hata ukifika miaka 1000, sisi bado wana ODM tuko na imani na wewe, na tutakusupport kwa vyovyote vile. Mimi sitaki kuongea maneno mingi. Ile kitu mimi nasema papa, sisi tuko nyuma yako. Usiogope chochote. Sisi tuachua ya kwamba ingekuwa sio wewe umepigania hii nchi kutoka kitambo mpaka saa hii, tungekuwa mahali papaya. Tukikuona ukipumua, na sisi tunapumua. Tukiona ukitembea, na sisi tunatembea. Tukiona ukiongea, na sisi tunaongea. Tukiona ukinyamaza, na sisi tunanyamaza. Asanteni sana.